Nataka nikuombee mwanamke ambaye kiu ya sigara inakusumbua. Umekuwa ukivuta sigara kwa siri na wakati mwingine kwa wazi. Hili jambo ulipendi, lakini unajikuta unalifanya. Mtu mwingine anaweza akakuangalia akaona uko sawa, lakini kiu ya sigara inakusumbua. Mwingine kiu ya bangi, na hata mwingine madawa ya kulevya. Kuna vitu vya siri unavitumia ambavyo vinadhoofisha maisha yako. Ni muhimu kujitathmini na kuona kwamba hicho unachokifanya hakifai mbele za Mungu, mbele ya jamii, lakini pia mbele yako mwenyewe. Mwanamke ni chombo cha heshima sana. Ni kwa nini nataka niseme nawe mwanamke? Ili jambo kulifanya ni chukizo kwa jinsia zote mbili, lakini kwa mwanamke ni aibu kubwa. Na Mungu amenipa msukumo huu kwa sababu Mungu amenifunulia wazi nikiona wanawake wakivuta sigara. Pengine ni wewe, naongea na wewe. Kiu ya sigara inakusumbua. Kiu ya ulevi wa sigara na madawa ya kulevya au vitu ambavyo ni hatari kwenye afya yako vimekuwa vinakusumbua. Umetamani mara nyingi kutoka hapo, lakini umejikuta unashindwa. Umekuwa na juhudi nyingi za kuweza kutoka kwenye hali hiyo, umejikuta juhudi hizo zimeangukia kuendelea na hiyo tatizo au hiyo hali. Huwezi kutoka hapo bila kufanya maamuzi magumu na bila kumshirikisha Mungu. Tujaribu sasa kumshirikisha Mungu shida hiyo. Tujaribu kumwalika Mungu kwa ajili ya maamuzi ambayo unayafanya. Sigara ni hatari kwa afya yako. Sigara ni hatari kwa afya yako. Bado wewe ni mtu wa thamani. Inatakiwa ujipende. Na unapofanya hivyo, unapunguza thamani yako. Hata kama kuna watu hawajui, lakini ndani yako unajua kiu ya sigara inakusumbua. Kiu ya madawa inakusumbua. Kuna vitu vya siri unavitumia, unatamani uviache, lakini unashindwa. Na mwingine umekuwa ni mlevi kupindukia. Ni mwanamke unanisikia. Umekuwa na ulevi ambao sio wa kawaida. Na hata kama ni wa kawaida, kwa namna yote ile ulevi ni ulevi. Nipo hapa kukuombea. Na niko hapa kumwomba Mungu aweze kukuondolea hiyo tamaa na hiyo kiu ambayo imekukamata kwa jina la Yesu. Funika macho yako, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisaidie. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Niko tayari kutoka kwenye hili. Niko tayari kutoka kwenye hii shida. Katika jina la Yesu, ninakataa roho ya tamaa na kiu ya sigara na ulevi katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakusii, ninakuomba niondolee kila mawazo mabaya, marafiki wabaya wanaonichochea kwenye hali hii. Kuanzia sasa na kiombea kinywa changu kisivutike tena, na yakomboa macho yangu yasitazame tena kwa kutamani, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya giza, niachie. Roho ya kurithi, niachie kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu namwombea mtu huyu. Ameinua imani yake, anatamani kutoka hapo. Amechoka, amekuwa mtumwa wa vitu hivi kwa muda mrefu. Moyo wake unamuuma, anasema kila siku nitaacha, lakini anajikuta tena narudi. Marafiki wanamchochea, watu waliomzunguka baadhi yao wanamchochea, na mwingine anafanya kwa siri. Mungu muondolee hiyo hali, mfungue, mrejeshee ubinadamu wake. Mungu, ninakuomba achilia malaika wako, nami natuma malaika waje hapo hapo ulipo, wakufungue, waondoe kila mawazo mabaya, waondoe kila tamaa ya ndani kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya ufungulivu, pokea nguvu ya ufungulivu, pokea nguvu ya ufungulivu, pokea kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akuondolee mawazo hayo, Mungu akuondolee tamaa hiyo. Kuanzia sasa unafunguliwa, kuanzia sasa hiyo kiu unaiondoa. Ewe pepo toka, ewe pepo toka kwa jina la Yesu, na kuamuru toka. Hauna mamlaka ndani ya mtu huyu, hauna mamlaka ndani ya mtu huyu. Ninakukemea, mwachie kwa jina la Yesu, mwachie kwa jina la Yesu. Kamba zikatike, madhabahu ya kurithi ikatike. Ewe pepo uliyekaa kwenye damu, uliyekaa kwenye mishipa, uliyekaa kwenye mawazo, toka. Pepo la ulevi wa kupindukia, pepo la uvutaji wa sigara na bangi, toka kwa jina la Yesu. Mwingine unavuta sigara peke yake, mwingine bangi, mwingine umekuwa mtumwa wa vitu vya giza uliwahi kufanya zamani, lakini mpaka sasa vinakufuatilia. Umekuwa na kiu sio kawaida, hiyo kiu unaiondoa wewe. Kiu ni shetani, toka kwa jina la Yesu. Achia nafsi ya mtu huyu na kufungua kwenye hizo tamaa na kufungua kwenye hayo mawazo mabaya, na takasa kinywa chako na mawazo yako kuanzia sasa. Damu ya Yesu inene mema ndani yako, usiwaze mabaya na usivute kuanzia sasa. Neema ya Bwana na ikufungue. Amen. Mungu akubariki, umefunguliwa kwa jina la Yesu.
Niliyekuombea naitwa Mchungaji Godwin Ndelwa wa huduma Maombi ni Dawa. Niko hapa kuendelea kukuombea. Unatamani kuendelea kupata msaada wa kiroho? Ingia YouTube, andika Maombi ni Dawa, utakuta maombi mengi, na katikati ya maombi utaona namba yangu ya simu. Nitafute, niambie, mtumishi wa Mungu, ninaomba msaada wa karibu ili niweze kuishinda hali hii ambayo inanisumbua, na mimi nitakuhudumia kwa usiri mkubwa au kwa privacy kubwa, na hakika Mungu atakusaidia. Najua upendi kuwa kwenye hali hiyo, na Mungu amenituma kupitia ujumbe huu nikwambie, imetosha. Wewe ni mtu wa thamani, unahitaji kurudi kwenye thamani yako. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.